mwenye wivu unatunza maagano, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu katikati ya ghadhabu wakumbuka rehema, haufananishi na kitu kingine katikati ya ghadhabu wakumbuka rehema, haufananishi na kitu kingine katikati ya ghadhabu wakumbuka rehema, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, fanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, haufananishi na kitu kingine, haufananishi Hallelujah. Hallelujah. Somebody just lift up your hands. We worship you, Lord. Pare sheketelele masakaya baba baba baba. Pashelele masekelele masia. Repo shekete malabase rababalaba. We worship you, Lord. Haufananishi Bwana, haufananishi Bwana, haulinganishi Bwana. Bwana unastahili kuabudiwa, Bwana unastahili kuheshimiwa. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ni wa ajabu Bwana. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu wa faraja. Wewe ni Mungu wa mapendo Bwana. Asante Bwana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Hallelujah. Asante Bwana. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo.
Umetuleta nyumbani mwako na sababu. Bwana una makusudi. Nashuka chini ya miguu yako. Nena na kila mmoja wetu asubuhi ya leo Bwana. Katika mafundisho haya tuone mkono wako. Asante maana nimesimama kama chombo na sina shaka kwa sababu utanitumikia. Asante kwa kila mmoja anayetusikiza. Uinuliwe na upewe sifa katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Salamia mwenzako, mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Amen. Leo ikiwa Jumapili ya mwisho katika mwezi huu, tuketi tafadhali. Leo ikiwa Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa 4, tunasema umbali huu ni neema imetubeba. Na hata tunapojiandaa kuingia katika mwezi wa 5, nambari 5 inamaanisha neema. Bwana asifiwe sana. Ndiposa mtumishi wa Mungu anasema katika Waibrania mlango wa 4 mstari wa 16, anasema basi na tukikaribia kiti cha enzi cha Mungu ili tukaweze kupokea rehema na neema itakayotusaidia wakati wetu wa hitaji. Listen to this, friends. If there is something every human being requires in order to survive, it is the grace. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata tunapomaliza mwezi huu na kuanticipate kuingia katika mwezi wa 4 wa 5, I'm sure and I pray may every one of us receive enough grace. I say may every one of us receive enough grace. Bwana asifiwe sana. Tusaidie 2 Kings chapter number 4. Kuna mambo machache tutifundisha hapo, alafu Mungu atusaidie. 2 Kings chapter 4 from verse number 1. Wafalme wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa kwanza. Thank you Jesus. 2 Kings chapter number 4 from verse number 1. Bwana asifiwe sana. The word of God says, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant my husband is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Somebody say little oil. Elisha said, go round and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Tell your neighbor, don't just ask for a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and afterward shut the door behind her and her sons. She brought the jars to her and she kept pouring. They brought the jars to her and she kept pouring. Tell your neighbor, keep on pouring. And then it says, when all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replies, there is not a jar left. Each jar was filled. Then the oil stopped flowing. The next verse, she went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Somebody shout and say amen. Allow me this morning to come to you with a word of God in a topic entitled, at your end.
At your end. Ambia jirani yako at your end. Katika mwisho wako. Bwana asifiwe sana. In one way or the other in life, you have ever come to an end. Bwana asifiwe sana. In one time, in one moment, there are times when you felt like, I have come to my end. And now listen to this. When we speak of coming to the ends, what does it mean? When you speak of coming to the ends, it means things seems to be not working. It means things have stopped working. When we speak of coming to the end, it means nothing is working. And it means you have no way out. Bwana asifiwe sana. Tumaifika mahali kama pale. Yani you have come to a point in life whereby you feel like everything that you do, it is not working. And this has happened mostly to the people in the city. Sometimes they feel like I just have to go back to the rural. Because where I have reached, things are not working. Bwana asifiwe sana. Being at your end simply means it is the state of hopelessness. Being at your end, it is the state of what? Hopelessness. And I want to let us understand this. It is so dangerous to become hopeless. Maana watu ambao hawana matumaini wanaweza kufa. Alo, unajua ni kwa nini watu wanachinyonga? Watu wanachikatisa maisha ni kwa sababu ya kukosa tumaini. Na wale watu ambao sometimes they cut short their lives, it is because they don't see any help. They don't see anybody around who seems to be stretching their hand towards them. And now listen to this. In the passage of the Bible from where we've just read, the Bible speaks of a widow at her ends, at her place of ends. This woman was a wife of a son from the company of prophets. Because in the Bible, in the ancient days, the prophets had sons. They had the school of prophets. And so, those who were being trained under them, they were referred to as the sons of the prophets. Those who belong to that group. So this woman here, it has happened that she got married to a man of God. Because this was a man from the company of the group of prophets. This was a man of God. But now there is a problem that happens. Ambia jirani kuna shida ilifanyika. The problem happened. This prophet was operating in debt. Hello? And I want to let us understand that what affects you, it affects your children. What affects you, it may affect your generation even when you are not there. And that is why we see this woman here, she's suffering. And as we look from the scripture, there are about 3 major problems the woman was facing. Kuna matatizo kama 3 ambayo huyu mwanamke alikuwa anakumbana nayo. Number 1, it was the death of her husband. She is in the widowhood. Hello? And those who are a widow, they know what I say. Because sometimes wakati mzee anaaga dunia, wakati baba ya watoto anaaga dunia, watu hutoa ahadi mingi, lakini none of those promises are ever fulfilled. In fact, I have always said, when people say we are together during the trouble time, be very careful. Because after their departure, make sure you have Christ. Because if you do not have Christ, when they leave, you remain alone. And in your loneliness, you can become hopeless. So this woman here, she was in widowhood. The husband has died. And number 2,
This woman, she had a problem. She had a problem of debts left to her by her husband. She had a problem of debts. Alikuwa na shida ya madeni. And number 3, she was facing a threat of losing her 2 sons. You can imagine, mzee ameaga dunia, baba hayuko. Sasa kile ambacho mama amepaki nacho peke yake ni wana wawili. Na mimi nataka niamini ya kwamba hawa wana ndio walikuwa tumaini la huyu mama. Lakini sasa kuna shida ya madeni. Na katika Agano la Kale, mtu alipokuwa akona deni la mwenzake, huyo mtu angechukuliwa kama slave, aenda afanye kazi kwa muda fulani. Alafu baada ya kufanya kazi, basi deni linakuwa cancelled. Na sasa hapa tunashuhudia mwanamke ambaye anaonekana ni maskini. Maana mdeni wake anakuja, or rather the creditor, the one that the husband had borrowed the things from, amekuja. Kumbuka deni hili halikukuwa la mama. Hili ni deni ambalo lilisababishwa na nani? Na mzee. Na mzee hayuko. My prayer this morning is that if you are facing any of these problems that I'm talking about, may the Lord help you. Because most of the times we have people in the church, but they are the most hopeless people. Why? Because when they look right, left, center, they are full of debts. They are full of debts. Sasa zingine inabidi mpaka mtu aanze kubadilisha njia. Maana pale unakopicha ulikopa sukuma. Ukienda next kwa shop, umekopa mpaka mwisho imefika, pesa zimekuwa mingi, uwezi ukakopa tena. Ukiangalia to the right pia kuna deni la mtu ulichukua. Sasa unafika mahali kila mtu anasema nipe. Sometimes mtu anakuwa tempted, anadanganya kesho. Kesho inafika unapata kwamba hakuna kitu kimefanyika. Hapo ndiko mtu anapatikana in a state of hopelessness. And this is the place where this woman was. Alikuwa katika hali ya kukosa matumaini. Hallelujah. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Praise the name of Jesus. But I want to thank God. There is one good thing about this widow. One good thing about this widow, it is that she knew and she understood where to seek help from. Tell your neighbor, understand where to seek your help from. Hello? Most of the times in our troubles, in our hopeless state, we have gone to the wrong source to seek for help. I want to alert you, or rather to remind you, but anything you get from the wrong source, it will end up vanishing. It will not stay. Bwana asifiwe sana. Lakini mwanamke huyu katika ujane wake alielewa ni wapi nitaenda. Ambia jirani yako, wakati wa shida elewa mahali unaenda. My question is, where or whom do you seek for help from in your time of trouble? Mwanamke huyu alijua the man of God. And that is why in verse number 1, maandiko yanasema kwamba the Bible says that she cried to the prophet Elisha. Hallelujah. She cried to the man of God. The Bible does not tell us that she cried to the neighbors. And the Bible is silent. We don't know whether this woman, this widow, alikuwa na relatives. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba wakati wa shida, even the relatives can run away. Even the people that pretended they are very close to you,
In fact, if there are times you will know the true, genuine friends, it is the time of problem. The time of problems determines who the true friend is. Sasa tunaona mwanamke huyu amepaki peke yake. Lakini I want to thank God. May the Lord raise men like Elisha. May we have men like Elisha. The Bible says somewhere in the book of Jeremiah that the tongue of the priest should preserve knowledge. That people should come and seek instruction from. People should come and seek comfort from. Sasa mwanamke huyu alijua kwamba Elisha will not be able to expose her. That is why I want to say, be careful. Whom are you going to seek help from? Kuna watu wengine ukiwaambia matatizo yako, hiyo ndio inayofanyika kama silaha ya kukuchapa. Ndio inafanyika kama silaha ya kukuweka chini. Hata sisi wachungaji, some of us, ukija utuambie shida zako, basi sasa tumepata sermon. Ole wangu kama mshirika ataniambia shida yake na niitengeneze kama sermon kwa madhabahu. In fact, pastor ambaye anahubiri shida ya mtu ama tatizo mtu alishare naye kwa madhabahu, this man is not different from a witch. He's a witch. Hello? But I want to thank God. Elisha was a different man. Ni mtu ambaye alikuwa anaweza kuweka siri. Listen, child of God. As an intercessor, as a servant of God, you must raise a standard to the level whereby people can trust you with their secrets. Can you ask your neighbor, can you be trusted? Hallelujah. Can you be trusted? Because watu wengine hawaaminiki. Watu wengine ukishare nao shida zako, utakapokosana na wao, sasa wewe unafanyika kuwa tangazo. Lakini mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Mtumishi wa Mungu Mike anasema, usifurahi juu yangu adui, maana niangukapo nitaamuka tena, maana Bwana ni nuru yangu. Usiwahi furahia ama kushare the issues of people outside, because God can overturn it, can turn it the other way around, and you can carry those problems. Bwana asifiwe sana. Sasa we see this woman, she saw Elisha. She understood Elisha, ya kwamba he is a true man of God. That's why maandiko natuambia, test every spirit and see if it is from God. Naamini ya kwamba huyo mwanamke alikuwa with a discerning heart. Naomba Mungu atusaidie watu wa Mungu. May we have a discerning heart. Maana si kila mtu utaenda kuambia mambo yako. Chunga ni nani. Bwana asifiwe sana. Now let me ask, because I say it from this, there is a lot, because it has been my devotion book this week. Now, the question is, why did she consider Elisha? Ni kwa nini aliona Elisha kuwa mtu bora wa kwenda kuambia hali yake kuliko kuambia mtu mwingine? Number one, she understood that Elisha was a true man of God. He was a man representing God. She understood that a man of God is a God's representative. Hallelujah. She understood that this man represents who? Listen to this. If you fall in the hands of a man or a woman who represents God, you will find a solution. Hallelujah. Solution is not just found in every man, so-called man of God. Hallelujah. Huyu mwanamke alijua, alikuwa na discerning heart. Akaelewa ya kwamba this man is not ordinary man. This man represents God. In other words, if this man speaks, God has spoken. Hallelujah.
Praise the name of the Lord Jesus Christ. Number two, she had a honor and a faith in a man of God. She had honor and a faith in man of God. She confined her faith in the man of God. Bwana asifiwe sana. Na jambo la pili, kabla hajaweka imani yake katika mtu wa Mungu, what happens? Alikuwa na heshima kwa mtu wa Mungu. Hallelujah. Ambia jirani yako, alikuwa na heshima. Now, you see, sometimes we miss our miracle due to the lack of honor. Saa zingine tunazoea watumishi wa Mungu. Hata nikuambie watu wa Mungu, sio vyema kuzoea mtumishi wa Mungu. If you want to receive from a man of God, see him as a God's representative. No matter your class, no matter what you might be having and he doesn't have, he's a man of God. So this woman, she had a honor and a faith in a man of God. The question there under that is that, how do you view your man of God? How do you view your man of God? Unamuona aje mtumishi wa Mungu? Unamuona aje? How do you look at him? Hallelujah. Number two, do you have honor? Do you honor the grace and the anointing of your man of God? Two things that can be able to lead to your breakthrough or miracle. How you see your man of God. Tell your neighbor how you see a man of God. It matters. And number two, if you honor the grace and the anointing upon the man of God, it will work for you. Kama utaheshimu neema. Hallelujah. Kama utaheshimu neema iliyo juu ya mtumishi wa Mungu na mafuta iliyo juu ya mtumishi wa Mungu, itafanya kazi kwako. Lakini kama hauna heshima, it will not work. It will not work. She ran to a man of God because she had confined her faith in the man of God. Alikuwa ameona mtu wa Mungu akifanya miujiza. Hallelujah. Tunaona in chapter number 2 somewhere, huyu mtu wa Mungu anaenda anarusha kijiti kwenye maji. Na Biblia inasema kwamba na mji unafanyika mzuri. Tunaona katika chungu ambacho kulikuwa na poison food, mtumishi wa Mungu analeta uzima pale. So this woman, she had a faith in the man of God. 2 Chronicles. Now listen to this. Your perspective and honor. Your perspective and honor to your man of God will determine as to whether you may receive from God through him or not. Let me repeat again. Your perspective and honor for your man of God determines as to whether you may receive from God through him or not. Tell your neighbor, your perspective matters. Mtazamo wako ni jambo la maana sana. Bwana asifiwe sana. Hebu niwajulishe watumishi wa Mungu. Na sisemi kwa sababu anachipikia tepe. Hapana. Hii ni ujumbe. Mtumishi wa Mungu hata kama hana kitu, mpatie heshima. Bwana ameitwa na nani? Hata kama amevalia kola yenye imeraruka, heshimu yeye. Respect the man of God. Respect the women of God. As you honor them, so you are honoring God. And if you honor them, whatever they speak, it will come to pass. Itafanyika kazi. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. What does the word of God says? The Bible says, believe in the Lord your God. Tell your neighbor, believe in the Lord your God. And you shall be established. Divine establishment.
believe in his prophets and you shall prosper. Two things in that scripture. Inasema ya kwamba believe in the Lord your God. Hallelujah. Believe in the Lord your God. You will be established. Establishment comes by believing in the Lord. But prosperity comes by believing in his prophets. In other words, men of God carries prosperity. If you honor them, you will receive what they carry. Hallelujah. And that is why in the scripture, in the Gospels, Yesu akasema kwamba whoever receives these little ones shall receive a reward. Atakayewapatia hata klasi ya maji hata kosa jawabu. Anayekaribisha nabii anapata jawabu la nabii. Bwana asifiwe sana. Please turn to your neighbor, tell him, honor men of God. Mwambie tena heshima watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndiko tumekosea. Bwana asifiwe sana. Maana when we talk of prosperity, what do we mean? Listen to this. When we talk of prosperity, open your eyes wide and look at me. I want to pump something in your heart. When we talk of prosperity, tunapozungumzia ufanisi, hatuzungumzii pesa peke yake. Kama unanipata, inua mkono wako. Tunapozungumzia ufanisi, hatuzungumzii utajiri peke yake. Hatuzungumzii manyumba, hatuzungumzii magari. When we talk of prosperity, it begins with our health. Sika mtu ananielewa? To have a good health, it means you are prosperous. That is why somewhere in that John, mtumishi wa Mungu anasema, as you prosper, as your soul prospereth, so be it the health of your body. In other words, prosperity, it is in two ways. It is in two things. It is in the form of spirituality. It is also in physical. And I want to let us know, it is better the spiritual prosperity to expose, the physical to expose what is going on. Bwana asifiwe sana. Yani kama wewe umefanikiwa kiroho, kimaandiko, kiafya, basi hata mwili wako unakuwa na afya. Bwana asifiwe sana. Natangaza afya kwa jina la Yesu Kristo. When we speak of prosperity, now listen to this. Kwa nini magonjwa yamejaa kanisani? Ni kwa sababu waumini wana madharau kilo mingi. Wana madharau kwa nani? Wana madharau kwa wachungaji wao. Let me tell you something. You cannot show contempt to your man of God and at the same time you want that man of God to bless you. Uwezi kuchafua mto na uende uchote maji ukunywe, utakufa. And that is what are skilled believers in the church. Wanasengenya wachungaji wao. At the same time wakienda kanisani wanainua mikono, wanatapiriwa, wanaombewa. Ulitupu saa ngapi? That is what is making things not to work in your life. Prosperity cannot be part of you. Mtu ambaye umesengenya hawezi kukubariki. In other words, inamaanisha umemudhalalisha. Ukidhalalisha mtu wa Mungu, wewe hapana baraka. You cannot receive. And especially if you are sitting under that man. Mi waambia washirika sometimes, never engage in battles with your pastor. Ukiona imeshindikana kabisa, basi badilisha kanisa. Inua kwa mkono juu. Ukiona haupatani kabisa na mimi najiuliza swali, tutafikia wapi ndio tukose kupatana? Because the mission of the man of God, it is to preach the good news. Bwana asifiwe sana. Na akikukemea haimaanishi amekuchukia.
Sasa ukiona unasikia pana, hata nikihubiri bila na hubiri hivi unasikia pana kuna uzito. Instead of sitting and backbiting. Sisemi iko ni maneno Mungu analeta kwa kinywa changu. Rather than kuhubiria, alafu unatoka pale nje unaongea kinyume, you will not prosper. Inua mkono wako juu. There will be no prosperity. Because the Bible says in 2 Chronicles, believe in the Lord your God, you will be established. Believe in his prophets, so shall you prosper. So your prosperity depends on how you relate with your man of God. I enjoy after I sounded theologically right, but it is scriptural, according to what I have read. So this woman here, she believed in the prophet of God. She believed in the man of God. Praise the name of the Lord. There are both two questions. Now, when she went to Elisha, go back to our main text, 2 Kings chapter 4. Now, when she went to Elisha, it could be with her understanding. There are two things, but I'm not very sure. That's just according to me, but it's not written. Okay? I believe when she went to Elisha, labda alienda na nia Elisha labda amukopeshe. Ama alienda Elisha amsaidia na fedha za kuenda kusuluhisha matatizo yake. Lakini Elisha akabehave kama picha. Akasema, silver and gold I do not have, but what I have in the name of Jesus receive. Bwana asifiwe sana. There are two things when she came to Elisha. That should be in verse number 2. Verse number 2, the Bible says, look at these two questions. These are fundamental questions. The question was, what can I do to help you? Mtu akikuuliza swali kama hiyo, Bernard, umekuja kwangu una shida ya madeni. Alafu nikuulize swali, Pastor Eric, what can I do to help you? Na unajua tu pastor wangu ni mdosi. Utaniambia nini? Just be free. Utaniambia, pastor, topoka toa kitu ili shida zangu si ni ukweli watu wa Mungu? Because this is a question, what can I do to help you? In other words, according to this question, Elisha was ready to carry the burden. Mtu akikuuliza, what can I do? In other words, this man wants to go extra mile. Hallelujah. Yani huyu mtu ako tayari kufanya nini? Kukusaidia. That is question number 1. But you see what happened. What Elisha told this woman, I believe it was contrary to her expectation. It was maybe contrary. Labda alikuwa anaenda kopesha, because swali ni, what can I do to help you? In fact, Kiswahili kinasema nikufanyie nini? Jamani, shida zimekukumba alafu president akuulishe ama nabii. Unajua sisi sometimes tunaonekana kama tuna pitu dogo. Kuna wale wanajulikana wakubwa. Yani yule ambaye anajulikana kabisa katika injili, sijui ni nani. Umemwendea, unajua this man ako na trailer, ako na nini, mtu wa Mungu. Akwafa kuuliza nikufanyie nini? Question number 2 was, tell me, what do you have in your house? 2 things. What can I do to help you? And number 2, what do you have in your house? Bwana asifiwe sana. There is answer that she said, and I like it in NIV version. There is something that she said. Kuna kitu alisema. Katika NIV alisema ya kwamba, she said, Kiswahili akasema, mimi mchakasi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta.
Na huyu mtu alikuwa ni kama skini maragoli ama muisuka ama mtiriki. Kwa sababu akona kitu na anasema sina kitu. Pika mtu kofi mwambia kwamba check on yourself. Because in the first place anasema sina kitu. Hey. Now that is where the problem is in the church. Kuna watu wanasemanga sina. Lakini ukichunguza kuna kitu ako nayo. Mwanamke akasema mimi mchakazi wako sina kitu nyumbani ila. Kwani chupa si kitu? Chupa si kitu? Alafu to make the matter interesting, ndani ya chupa kulikuwa na mafuta. Hey. Yani sometimes we carry the solution of our lives without knowing. Do you know you can be walking, you have so many problems, but within you there are resources. Yani unatembea, unafikiria wewe ni maskini wa Yehoe, lakini siku ile macho yako itafumbuka, utapata revelation, utakundua hey, kumbe mimi nilikuwa na utajiri. Huyo mwanamke anasema sina kitu ila chupa ya nini? Na kumbe hiyo chupa ya mafuta ndio ilikuwa suluhisho. Bwana asifiwe sana. Listen to this. Whatever you have, no matter how little or small it may look like, it may lead to a surprising miracle. Whatever you have, no matter how small or little it may look like, that one alone, it may lead to a big miracle. Bwana asifiwe sana. Sasa kama Mungu anafanya kitu pasipo na kitu, hapa kuna kakitu kadogo. Mungu anaweza kuinua kakitu kadogo. God can lift small things. In fact, the Bible calls him in the book of Deuteronomy that is a God of little by little. Ni Mungu wa mambo madogo madogo. Na vitu vizuri havianzii juu, vitu vizuri vinaanzia chini. Kuna tu kitu kimoja ndio kinaanzia chini na si kitu kizuri. Kinaanzia juu. Kuna tu kitu kimoja katika maisha kinaanzia juu, kikienda wapi? Lakini vitu vyote vizuri vinatoka kule chini. Even the gold inatoka wapi? Inatoka chini. Ni kaburi peke yake ndio inaanzianga juu, ikienda wapi? Inua kwa mkono wako juu. So mwanamke anasema kwamba I have nothing but the little what? Oil. And I'm saying the little or small things, they may lead to a surprising miracle. There is no small or big. What matters, it is the source and the connection. There is no small or big. What matters, it is the source. If it is the small and it came from the godly source, matters. If it is big and it came from the godly source, it matters. Ask your neighbor, what is the source of your things? Bwana Yesu asifiwe. Listen, in John chapter 6, John 6, 5 to 9. In this, look at this. These ones are both in all the Gospels. When you read in Matthew chapter 14, you will find the same. This is the place where the Bible speaks of a miracle of feeding over 5,000 men beside women using 5 loaves and 2 fishes. Can you imagine? Watu wangapi? Watu 5,000. Hello? Ni mikate mingapi inatumika? Si mbili vini. Mikate ngapi? Mikate 5. Na samaki wangapi? Samaki 2. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ni watu ambao walikuwa wamechoka. Wanafunzi wake wakamwendea Yesu, wakamwambia, "Ebu waambie waende nyumbani kwao." Yesu akasema, "Siwezi kuwaacha waende, wataanguka njiani." I want to let you know, God cannot leave you to faint. He cannot leave you to die. After spending time with Jesus, He knows you are supposed to be fed.
Bwana asifiwe sana. Na maandiko inasema Yesu akawaambia wapatieni cha kukula. Hello? Give them what to eat. And the Bible says Philip came to Jesus and said, even 8 months' wages cannot be able to feed these ones. In other words, there are many. And you know what? According to the Jews' culture, women were not counted. Children were not counted. It is only men that were counted. So there is a possibility this was a crowd of thousands of thousands. Walikuwa watu wengi. Na maandiko yanasema ya kwamba Philip akamwambia Yesu, when we go to the book of John, the Bible says Philip answered him, 8 months' wages will not buy enough bread for each one to have a bite. But Jesus knew what to do. Yesu anajua cha kufanya. He knows what to do. Bwana Yesu asifiwe. Look at this in verse number 5. What does the Bible say? In verse number 5, the Bible says, when Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said to Philip, where shall we find bread for these people to eat? He was not asking a question because he was defeated. He was asking a question to test the faith of his disciples. He wanted to know if they know the divinity in him. Hallelujah. In verse number 9, give us verse number 9. In verse number 9, the Bible says, here is a boy with the 5 small barley loaves and 2 small fish. But now, how far will they go among so many? Hello? Yani, there is bread. In fact, this question is not different. This answer is not different from what the woman gave in 2 Kings chapter number 4 verse number 2. Hallelujah. Biblia inasema kwamba lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? In other words, Philip alikuwa anaona impossibility. Alikuwa anaona kitu ambacho hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. But listen to this. Philip never understood. The boy came as a solution. Hallelujah. This boy, this little boy, God brought him as a solution. Listen, with your small, God has brought you in place as a solution for the family. As a solution for the church. Hallelujah. Right now, tuko na kasi ya kujenga. And our quotation is 11 to 15 million. Mtu mwingine anauliza, where shall we find this? You are a solution. With your little, you are a solution. Na kichache ulicho nacho, wewe ni suluhisho. Ukileta kichache, mimi nileta kichache, something will happen. So the boy was a solution, but Philip never understood the boy was a solution. Now listen to this. The miracle happened because of 2 things. The miracle happened in John chapter 6 verse 9 and in Matthew chapter 14. The miracle happened because of 2 things. Number 1, the source. Say the source. The source was who? The source of the 2 breads. Number 1, we should understand it is God who provided. And number 2, the boy also availed himself. Bwana asifiwe sana. So the source matters. Number 2, a surrender to God's hands. Somebody say, a surrender to God's hands. What happens? Unapoendelea mbele, the Bible says, Jesus says, please you can proceed on. Bring the 5 loaves and bring the 2 fishes. And the Bible says there is something Jesus said. Maandiko yanasema kwamba wakalisheni chini. Watu elfu ngapi? 5. Beside women and men. Yesu anasema waketi wapi?
kwa nyasi. In fact, maandiko yanasema kwa nyasi. Bwana asifiwe sana. I'm wondering, the disciples walikuwa wanashangaa, kwani huyu ameingiwa na kichaa? They were asking questions, but Jesus is the answer. Tell your neighbor, Jesus is the answer. He knew what to do. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and the men sat down. Men did what? About 5,000 of them. The next verse. And the Bible says in the next verse, Jesus then took the loaves. Hello? He did grab. In Matthew, the Bible says, the loaves of bread and the 2 fish, they were handed in the hands of Jesus. Hallelujah. And the Bible says, gave thanks and he distributed. Whew. He did what? He distributed. Remember in 2 Kings chapter 4, verse number 6, the little oil kept on pouring in the empty vessels. And the 5 loaves, the Bible says, he kept on distributing. Bwana Yesu asifiwe. There is a revelation that I got here. There is something that I learned. That if you can learn to surrender the little things you have in God's hands, just like the little boy did, then you will always be surprised by great miracles that God will do. If you will learn to surrender the little things, kama utajifundisha kupeana vitu ambavyo vinaonekana ni vichache irungu kwa mikono ya Mungu. Mimi nataka nikuambie, kwako ni kichache, lakini kwa Mungu si kichache. Unachokiona kama kichache, oh, listen to this. When it is in your hands, it is little. Are you getting it? But after surrendering in God's hands, it becomes great. Sika mtu ananielewa? Ukipeana katika mikono ya Mungu, it changes from little to much. Hallelujah. Praise the name of the Lord. In God's hands, there is no shortage. Oh, hallelujah. In God's hands, there is no shortage. In God's hands, there is profit. In God's hands, there is no minus. In God's hands, there is multiplicity. Hallelujah. Katika mikono ya Bwana kuna kuongezeka. And that is why Wakristo wengi sana wameshikilia vitu vidogo vidogo. Wacha nikuambie, kabla ya kupeana katika mikono ya Mungu, itapaki kidogo. Si kama mtu ananielewa hapa? Kabla hujasurrender hiyo kwa mikono ya Mungu, inapaki kidogo. Mimi nataka nikuambie, hata hiyo kipande chako unauzia sukuma, kama utaweka kwa mikono ya Mungu, unaweza kusomesha watoto waende university, unaweza kujenga manyumba. Ninakumbuka kuna mjamaa mmoja Mkisii, napenda Wakisii Kongole, pale Kangundo Road. Huyo jamaa anauza tu miwa. Na katika kuuza miwa, ako na matatu kwa barabara. Na hajawacha kuuza miwa. Licha ya miwa kuleta magari, bado anauza miwa. Nataka nikuambie, hata kwa kuuza mahindi unaweza fanikiwa. But what matters, are surrendered in God's hands? Je, umeipeana kwa mikono ya Mungu? Maana whatever has been submitted in the hands of God becomes much. Hallelujah. Tell your neighbor, test God. Mwambie mjaribu Mungu. How do we test God? By giving it to him. Give it in the hands of God. A generous person will be a blessed person. Bwana Yesu Kristo asifiwe. If you are a generous person, if you give everything you have, oh my goodness, no matter how little it is, if you give it to the hands of Christ. The Bible says in the book of John, they kept on distributing. Mikate mitano, wanachukua kimoja, wanaenda wanapeana. Wanarudi kwa Kristo tena, wanaenda wanaleta. Bwana asifiwe sana. Na mikate haishi. He is the provider. If you can trust him with the little things you have, you can become great. Sika mtu ananielewa, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Now, in chapter 4, verse number 3 to verse number 5, there are two things but Elisha instructed a widow to do. Hii labda nianzie Jumapili ijayo hapa, maana ni ujumbe mtamu. There are two things that she was instructed to do. Remember, we are dealing with 2 Kings chapter 4 from verse number 1 to verse number 6. There are two things this woman was instructed. Number 1, she was instructed to borrow empty vessels. Number 2, she was instructed to shut the door behind her and behind her boys. Divine instruction. But let me say this. Your miracle is connected to your obedience unto the divine instructions. Your miracle, your breakthrough, your blessings, it is connected to your obedience unto divine instruction. If you want to receive from God, then obey the instructions from God. Can we stand up? Hiyo naanzia hapo Jumapili ijayo. Bwana asifiwe sana. Two things the woman was told, go round. Nakumbuka mwanamke ako katika madeni na anaambiwa enda tena kopa. Yeye ana madeni lakini anaambiwa enda fanya nini? Yaani ongeza deni kwa deni. Lakini mimi najua mtumishi wa Mungu alijua kwamba hata kama atakopa, atakachopokea kinaenda kusettle all the debts. I declare in the name of Jesus that as you obey and submit and surrender to God, all your debts shall be settled in the name of Jesus. You shall not lack sleep because of debts. Hautalia kwa sababu ya madeni. Mimi najua kuna watu mahali hapa wamefulisa, wamekopa mpaka sasa wamekuwa blacklisted. I came to say the Lord can bless you. The Lord can increase you from the little things that you have. God can settle all the debts in your life. God can settle all the issues in your life. And you can become a solution to your family. You can become a solution to the church of Jesus Christ. What matters, it is a surrender in the hands of God. What matters, it is to give whatever you have, the little, in the hands of God. The little surrendered in God's hands becomes multiplied, becomes increased. In the name of Jesus, I decree this gracious morning that somebody here who seems to be carrying little things, the Bible says, do not despise the humble beginning. Great and perfect shall be your end. The Bible says, Mungu anangoja uanze. God wait for somebody to begin. We are speaking to God this morning and we are telling God, just like this woman, I know you might be at your end, but as you are here to the rules and regulations, the divine instructions, the Lord will do something surprising in your life. You will never be the same. The Lord will give you a testimony. You shall become a solution. Hata kama unaonekana mtu wa madeni, ninajua nasungumusia watu wanapata mishahara lakini haikai kwa mifuko. Watu walichukua loan hata kulipa ni shida. But I came to say, at your end, the Lord will come in. The Lord will begin. In the name of Jesus, we can speak to God and tell God, in the mighty name of Jesus, we surrender, Lord, everything we have. We surrender the little things we have in the hands of God. We submit unto you, and we know with you, God, all things are possible. Yes, wanaweza kuwa ameniita mtu wa vitu vidogo vidogo, lakini ninapochipiana katika mikononi mwa Bwana, kuna jambo linafanyika katika jina la Yesu. As I surrender in the hands of God, the little things that you have, when they are submitted in the hands of God, when they are handed over in the hands of God, in your hands they are little, but when you give them to God, when you surrender them to God, they become much.
in the name of Jesus. Bwana tunashuka katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu wetu mtakatifu tusaidie Bwana. Oh my God, we worship you this gracious morning. We lift you, King of glory. We magnify you, Lord. Help us, oh God of heavens. We have been operating, oh God, in scarcity. There will be no more scarcity because of surrendering. Oh God, there is no lack with us because we surrender. Even those who are doing small businesses, Lord, you shall come me, oh God. You shall show mercy. You will show grace in the mighty name of Jesus. Somebody that had questions, just like Philip in the Bible, God can bring a solution. Jesus is the answer. Jesus is the answer. In the mighty name of Jesus, He is the answer. He is the answer. We worship you, Lord. We give you praise. Somebody lift up your hands and speak to God and tell God, tonight, this morning, I surrender. And I pray, oh God, I will no longer operate in scarcity. I will no longer operate in lack. The little things that I have, it is a solution to every problem in my life. In the mighty name of Jesus. Bwana naweza, kama vile huyu mwanamke alisaidiwa, kama vile huyu mjana alisaidiwa, hivyo ndivyo Mungu anaenda kusaidia mtu. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kusimama na wewe mama. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kusimama na wewe kijana. Hata kwa hiyo mshahara inaonekana ndogo, wengine mnaweza kuwa mna earn what looks like a peanut, but when it is surrendered, this word is too heavy in my heart. When the small salary, it is submitted in the hands of God. Wakati mshahara kidogo imeachiliwa kwa mikono ya Bwana, oh, the Lord brings multiplicity. Parosile masila, pakosila pakosela, paroseke parakarabosera, rantozila pakorebose, paralalalabosika, porsila pakarabosila, reke pakoroboseke malakalosia, parosila bakareseria, rika tarabakaros, parosila bakoreserera, imalebo sila karoseria, kopo sila katepo lekase, palele bokosila karos, parosili pakarosila, ratipa koleposika na kaso, parosiki balo kolaposia, reke palosila katosa, paronda peleko raposila, parele bosika parosila katopa, pantosila karaboseria, kela bosika losika. In the name of Jesus, Father, we surrender in our ignorance. We surrender, Lord. Mara mingi tumesema hatuna kitu Bwana, lakini leo hii tunashuka Bwana, nachipeana Bwana. Oh my God. Oh God. Jesus. Palelele masika la 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 la. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Praise and worship. Someone lift up your two hands. Raise your two hands and believe in what the Lord says. Hakika wema nazo fadhili tanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili zitanemfuata
fuata mimi. Hallelujah. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Imba, Bwana ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Raise up your hands as you believe. Yeye ni mchungaji. He is the shepherds. He is the shepherds. Goza Thank you, Jesus. Goza kwa njia zako, nitapo pondeni mwa mauti, sitaogopa yeye. Hakika, hakika wema fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nitakaa nyumbani siku zote za maisha yangu. Sema hakika, hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Kongo yake na fimo yake, na fimo yangu. Hey Jesus, thank you, Jesus. Sema hakika, hakika. Hey, asante. Thank you, Jesus. Glory be to your name. Glory be to your name. Thank you, Jesus. Just stretch your hands up and enjoy the presence of God. Let the goodness of God follow you now. The goodness of God in your house, the goodness of God in your family, the goodness of God in your life, the goodness of God in your marriage,
And God spoke to Moses and say, my goodness shall follow you. Ripo sila bokoripa. Seke pakolobosila katarabash. Yes, the goodness of God. The goodness of God. The goodness of God. Somebody enjoy the goodness of God. Let the goodness of God follow you. Let the goodness of God pursue you. Let the goodness of God be upon your family. Let the goodness of God be upon your marriage. Let the goodness of God be upon your children. Let the goodness of God be in your health. Lift up your hands and enjoy. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Pakosila. Paroshe. Palosikapa. Pareke pakosi. Parashakatabos. Parele bokosila. Shila baba baba babos. Goodness. 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 Somebody enjoy the goodness of God. Enjoy the goodness of God. Enjoy the goodness of God. In your area of lack, He is coming in your scarcity. He is coming in your sicknesses. He is coming in your hopelessness. He is coming in your despair. He is coming in. Paroshila, Paroshekeria, Pareke Parosila, Paraka Palosila Barosha, Parosila Katarabasi. Enjoy the goodness of God. Enjoy the goodness of God. The goodness of God upon your life. The goodness of God upon your family. The goodness of God as you dwell in the presence of God. Jesus. Someone lift up your two hands as we surrender in His presence. In our area of scarcity, He is stepping in your area of little things, He is stepping in your area of sicknesses, He is stepping in your area of hopelessness, He is stepping in. His name is Jehovah Jireh. He is a self-sufficient God. Some of you have suffered shame, just like this widow here. He is coming in. He is coming in. He is giving you a new name, the name spoken by His mouth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The goodness of God is coming upon somebody here. Kuna mwanamke ameishi katika aibu kama huyu mwanamke mjane. May the goodness of God come and cover every shortcomings of your life, every shame of your life. Let it be consumed by the goodness of God in the name of Jesus. Father, we thank you. Thank you for speaking to us this morning. That at our end, when we come to our end, it is not really the end to you. It is the beginning of great things. And I want to thank you because of this multitude that have come very early in the morning to seek your face. And God, you have given them the word of the day. How I pray, my Father, just like this woman was so desperate and she was facing a threat of losing the two boys. Somebody is about to lose his house. Somebody is about to lose his properties because of loan. Oh my God, I pray, come in now, 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 in the mighty name of Jesus. Intervene now, Raposila Parosha, intervene now. Let your help locate every one of them. We love you, Jesus.
Thank you for your voice. Thank you for your word. Thank you for speaking to us. Thank you for making your voice to reach to our hearts. And now we know we will no longer hold on the little, but we shall surrender the little in your hands. We shall be givers. We shall be generous in order to receive. In Jesus' name I pray.